Naam, Sharif Bashir Abdallah ndio huyo mgeni wetu hii leo, tutazungumza naye hapa. Lengo kuu ni kushirikiana kwa ukaribu sisi na wewe katika kuizungumza mada hii leo ambayo tunasema, je, ni jambo zuri kwa vijana kutenga siku maalum ya kupendana? Na tukizingatia Mtume Muhammad katika hadithi yake alisema kwamba peaneni zawadi mtakuja kupendana. Lengo kuu ni upendo, na sisi kama vijana, na tunaangalia sana vijana kwa sababu tunaambia vijana ndio taifa la kesho. Tutakachokiandaa leo ndio litakuwa kesho. Sasa tunaandaa maisha yetu kwa uzuri kabisa. Naam, Sharif, je, ni sawa sisi vijana kutenga siku maalum ya kupendana? Lakini kabla tujaanza kuenda mbele zaidi katika hicho, hebu tupitishe kwanza, tuangalie maana halisi ya upendo ni nini. Kiukweli kwa namna hii, upendo ni jambo ambalo lipo katika maisha ya mwanadamu. Tunatakiwa tupendane siku zote za maisha yetu, lakini pia upendo huu una tofautiana, yani umegawanyika katika mafungu tofauti. Upendo wa kupendana kama viumbe ni upendo ambao hauna kikomo. Tunaweza tukapendana popote pale, haijalishi kabila wala dini. Kila mtu anatakiwa ampende mwanadamu mwenzake. Na upendo mwingine ni huu upendo ambao unakuja katika njia ya mahusiano. Kuna watu wanapendana kwa ajili ya mahusiano ya kimapenzi. Na kuna watu wanapendana kama upendo na hakuna mahusiano ya kimapenzi. Na bila shaka mtazamaji, umeweza kupata maelezo hayo mafupi kuhusiana na mapenzi, lakini kwa lugha pana kabisa. Mtu akizungumza mapenzi huwa anaona kama ile mahusiano kati kama ya mke na mume, yani ile moyo katikati yake unakuwa umefanya bonding kwamba huyu anampenda huyu, huyu anampenda huyu. Labda hebu tuingie katika hilo. Upendo huu ambao upo katika njia ya kimapenzi, yani mahusiano ya kimapenzi, ni upendo ambao sisi kama vijana kwanza tunatakiwa tuwe na tahadhari kubwa sana. Kwa sababu kupenda ni jambo ambalo lipo katika maumbile ya mwanadamu, na pia tumeamrishwa tupende au tupendane. Njia iliyo sahihi ni mtu anayempenda mwenzake kumuoa. Kwa njia hii ya mahusiano ya kimapenzi ndio njia sahihi. Kidogo umesema kwamba ukimpenda mtu lazima umuoe, kwa maana mwanamke hana ile moyo wa kupenda, ama mwanamke ana nafasi ya kupenda. Nazungumza watu akipenda aolewe. Watu hawawezi kuwa pamoja bila kupendana. Kwa hiyo ukipenda na huyu anakupenda, mnapendana, mnaoana. Ushanifuata vizuri? Kwa hiyo kule kupendana sasa ndio kunatakiwa kuwe na njia iliyokuwa sahihi. Na njia sahihi ya kupendana, mapenzi ya kimahusiano, ni kuwa kwenye ndoa. Na ukiwaona watu wanasema kwamba tunapendana lakini hawapo kwenye ndoa, hawa watu mapenzi yao hayachukuliwi na umuhimu sana kwa sababu yapo nje ya taratibu tulizowekewa sisi wanadamu, tukiwa kama wanadamu wa kiume na wa kike. Sasa sisi vijana tunatakiwa tuangalie ule utaratibu uliokuwa salama kwetu, na utaratibu salama katika maisha yetu ni kupendana katika njia iliyokuwa salama, ambayo ni kuoana, na sio kupendana mahusiano ambayo mfano ilivyo leo. Watu wameona ugumu sana kuwepo kwenye ndoa kwa sababu ya kule kuwepo na urahisi sana katika mahusiano ya kimapenzi ambayo hayana ndoa. Na si ajabu utamsikia binti anakuambia, mimi sipo tayari kuolewa, sijajipanga. Muulize binti hajajipanga kivipi? Kwa sababu mahari yeye anapewa. Akishachukuliwa atawekwa ndani, yani yule alimuoa ndo atakayemhifadhi. Jukumu lote atakuwa. Mavazi atanunuliwa, chakula atanunuliwa, kila kitu atapewa. Hajajipanga vipi? Labda hajajipanga kupokea. Kujipanga kupokea sawa, hajajipanga kupokea. Muulize swali, pia hajajipanga kuwepo kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo hayana ndoa. Kwa sababu tunafundishwa sisi kwamba katika mazingira ya kimaadili, chanifuata vizuri? Yani maadili kwamba unapokuwa katika hali fulani ya kiumri, baada ya kutoka kwenye kipindi kile cha mwanzo cha utoto kile, unaingia katika, yani unavuka baligh, unaingia kwenye baligh sasa. Yani hapo unatakiwa yani ni mtu ambaye tayari ameshajua zuri na baya.
Eshajua kitu ambacho kina manufaa na ambacho hakina manufaa. Kwa hiyo ukishajua kitu ambacho kina manufaa, lazima ukifuate kile kitu, kwa sababu unajua ndani yake mna manufaa makubwa, na ujitenge na hichi kitu ambacho ndani yake mna madhara. Na kilichopo na manufaa ni kule kupenda ambako kupo katika njia sahihi ya kuwepo kwenye ndoa, na kule kutokupenda ambako, yani kule kupenda ambako hakupo kwenye mstari uliokuwa salama. Hili ndio jambo ambalo sisi vijana wa kiume na wa kike tunatakiwa tutafakari sana, kwamba maisha yetu sisi hatuishi hivi hivi tu, ni maisha ambayo tumewekewa uangalizi wa hali ya juu, na uangalizi huu inatubidi tuwe makini sana, kwa sababu maisha yetu mbeleni yanachunguzwa hapa duniani, na mbeleni yatakwenda kwenye mizani, kwa maana mahakama, na hayo mahakama mbele ya Mwenyezi Mungu, tuwafunulie watazamaji kwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na hapo sasa ndo tutaona natija ya kile tulichokuwa tunakifanya duniani. Kupitia hali hii imefika hatua mpaka watu wengi leo, imefikia hatua duniani watu wameliadhimisha jambo hili na kuliwekea umaalum. Shafuata vizuri kwamba leo ndo siku ya wapendanao. Al-amthila, nachukulia mfano kwamba leo ndo siku ya wapendanao. Huyu aliyesema kwamba mimi sijajipanga kuolewa yumo kwenye kusherehekea siku ile ya wapendanao. Huyu kijana aliyosema mimi sijawa tayari kuoa, sijajipanga, yupo kwenye kusherehekea hiyo siku ya wapendanao. Ukimuuliza swali, we hujajipanga, we pia hujajipanga, we mwanaume na mwanamke hamjajipanga, iweje sasa mnakwenda kusherehekea jambo hili? Iweje sasa mnakwenda kusherehekea jambo hili? Kwa maana hii kwamba binadamu tukiwa kama vijana, hususan vijana sisi, tunatakiwa tuwe makini sana na tujitenge na zile njia ambazo sio salama katika maisha yetu. Tubaki katika njia ambazo ni sahihi kwetu, ili maisha yetu yawe vizuri. Naam. Na mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kumbuka kipindi ni vijana wetu, na hii leo tunaangalia ni sawa vijana kupanga siku maalumu ya kupendana. Hilo ndio swali letu kuu, lakini kwanza kuangalia nini maana mapenzi, na mapenzi yamegawanyika sehemu ngapi. Kama ndugu yangu hapa alipozungumza, mgeni wetu wa hii leo amezungumza mapenzi ni mahusiano ya kupendana. Kuna mapenzi ya mahusiano, na kuna mapenzi ambayo ni ya muunganiko, kama mtu wafanyakazi kwa wafanyakazi wao wanapendana. Kadhalika akaelezea aina ya mapenzi, akasema kuna mapenzi ambayo yako sahihi na kuna mapenzi ambayo hayako sahihi. Katika labda faida sasa, tuangalie haya mapenzi yaliokuwa sahihi yana faida gani, na haya mapenzi ambayo si sahihi ama si rasmi yana hasara gani? Sisi vijana wa kiume na wa kike tunatakiwa tufahamu kwamba mapenzi ambayo yako sahihi, haya mahusiano ya kimapenzi ambayo yako sahihi ni ya kuingia kwenye ndoa, na faida yake ni kubwa sana. Kwanza, inaifanya heshima yako kuwa juu. Unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi ndani ya ndoa, heshima yako inakuwa juu. Ina maana unathaminika. Inakuwa vipi kwa? Yaani heshima yako inathaminika, kwamba huyu mtu ni mtu ambaye anajiheshimu, kwa sababu mtu aliyekuwa katika jambo sahihi, heshima zake huwa zinabaki kama zilivyo. Unakopesheka mtaani. Yani mitaani wewe haupo kwenye mikwara mbalimbali na kadhalika. Kwa unajikuta upo kidogo na heshima fulani. Vijana wanasema kwamba ukioa hata ukienda dukani ukopo unakopeshwa kirahisi tu, kwa sababu unajua huyu ni mwanafamilia, huyu ana familia na anaishi vizuri. Hawezi kutoroka. Lakini kwa jeshi la mtu mmoja, wewe bwana, nasikia bwana wewe utahama hapa au mambo yatakuwa ndio hivyo. Faida iliyopo kwenye mahusiano ya kimapenzi, mahusiano ambayo yapo ndani ya ndoa yana faida. Kwanza, heshima yako kuwa juu, ina maana utaheshimika na kuthaminika pia. Pili, utaonekana ni mtu mwenye umuhimu sana katika jamii. Watu watakuhitaji katika ushauri, watu watakuhitaji katika kuwatengenezea mambo yao, watu watakuhitaji katika ushirika na mambo mengi zaidi, kwa sababu wanajua huyu mtu anayo akili. Kwa kuwa anaongoza familia, basi na jambo letu hili atalisimamia vizuri. Kwa mtu yeyote ambaye ameoa, kwa mtu ambaye ameoa yuko timamu, akili yake imetulia,
huyu anajua kwamba nikifanya hichi familia yangu itapata tabu. Nikifanya hivi mke wangu atataabika au mwanangu atataabika. Kwa hiyo mahusiano ya kimapenzi ambayo yapo kwenye ndoa yanampa mtu yani uelewa wa ziada, ili ajue kwamba lazima ili jambo nilijulie na mbadala wake, ili nikifanya hivi liwe hivi au zaidi ya hivyo. Nataka tukimaliza kipindi leo hapa tupate hata watu watatu watakaoweka nia ambao wataoa. Inshallah. Inshallah. Sababu kuna hapa pia wanafanya kazi wenzetu bado hawajaoa. Umeona, hili ni jambo ambalo kidogo tunaendelea kuwashauri vijana, kwa sababu sisi ni vijana ambao tunatakiwa tuwe mfano wa baadaye. Kwa sababu sisi ndo tunayehitajika huko mbele. Wale ambao wapo umri wao tayari, sisemi kwamba wao ukiwa mzee ndo unakufa mapema. Yaani naongea hivi kwa maana kwamba baada ya, kwa sababu mtu akiwa mdogo ina maana ana maisha yake mengine ya baadaye, kwa sababu hakuna tena stage baada ya uzee. Ushanifuata? Hakuna stage nyingine baada ya uzee. Ukishatoka uzee, ukistaafu wewe hapo mambo yako yanakuwa ndio hivyo. Ukichoka sana, ukiwa yule mzee sana, unaishi katika mazingira ya dhiki. Ushaelewa Ukisha mazingira ya dhiki, na matokeo yake una kaburi linakuwa linakusubiri. Pamoja na vijana pia kaburi linawasubiri. Kwa hiyo mahusiano ya kimapenzi ambayo yapo kwenye ndoa yana manufaa makubwa kama tulivyozungumza. Heshima kuwa juu, yani kuthaminika, pia kuwa mtu ambaye unayetumainika. Watu wanakutumainia katika masala mbalimbali. Pia katika mahusiano haya ambayo ni ya kimapenzi yapo kwenye ndoa, yanamfanya mtu ajikute katika mazingira ya kuongoza watu. Ushaipata vizuri? Kwa sababu unaongoza familia kule. Kwa sababu unaongoza familia, pia unaweza ukapewa kitengo na ukakiongoza pia. Kwa sababu kama unajua mke wako akifanya jambo hili ni libaya, unamrekebisha, basi pia watu wengine unaweza kuwarekebisha. Mtazamaji, tunazungumza hapa sisi wote tumeoa. Ushanifuata vizuri? Sisi tumeoa. Mimi nimeoa, wewe umeoa. Alhamdulillah. Namna moja ama nyingine kwamba sisi vijana tunatakiwa tulielewe hili. Pia ukiwa kwenye mahusiano ambayo ndani yake yana ndoa, mahusiano ambayo yana ndoa inakufanya uwe ni mtu mwenye kuwa karibu sana na muumba wako. Kwa sababu sisi tunajua miili yetu wanadamu, tunapokula vyakula tofauti, virutubisho vinakuwa vingi mwilini, vinajazana. Na sisi kwa system yetu wanadamu tulivyoumbwa, ukiwa mwanaume ukibaleghe unajikuta kwenye kipindi tofauti, na mwanamke pia vile vile. Kwa hiyo ukiwa ndani ya ndoa, yani kwenye mahusiano ambayo yapo ndani ya ndoa, utakuwa ni mtu mwenye stara kubwa sana. Suruali yako haitoshikwa na wengi. Tukisema suruali, mtazamaji umeelewa. Ashaelewa tayari. Tukisema suruali ashaelewa. Kwa maana kwamba suruali yako haitoshikwa na wengi. Pale utakapokuwa na haja, basi unajua tayari ni naye wa kuikidhi haja hii. Suruali yako inathaminika. Lakini ukiwa kwenye mahusiano ambayo hayana ndoa, madhara yake ni makubwa sana. Matumizi bila mpango, sawa. Kukesha bila kulala, kutoka bila matarajio. Unasubiri usiku. Yani unasubiri usiku. Kutoka bila matarajio. Yani unaishi katika mazingira ambayo inakubidi kama hujamfanyia yule unayependana naye jambo, hujajihisi atakupiga chini, atakudondosha roho. Utajihisi kama vile mimi si mwanaume kamili. Lakini ukiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo yana ndoa, unajua ukipata chochote kidogo, shekhe, mke wako ataridhika nacho. Ukiwa unaumwa utakuwa vizuri. Hata ukiwa katika mapungufu yale katika majambo. Sawa shekhe? Ukiwa kwenye mapungufu katika majambo, nadhani umeshanielewa. Mkeo ataelewa kwamba huyu yupo kwenye kipindi fulani, pengine ni stress, pengine ni kufikiria namna gani anaweza katuongoza katika maisha yetu. Lakini ukiwa kwenye mahusiano ambayo ya kimapenzi ambayo hayana ndoa, ukiwa hata na uwezo katika majambo, basi unaonekana wewe si lolote, si chochote. Na kashfa zinaendelea. Kashfa, yule hana chochote. Kwa nini? Kwa sababu unajikuta wewe ni mtu mwenye kubadilisha sampuli za watu kwenye maisha yako. Na kule kubadilisha watu katika maisha yako, tena katika njia ambayo sio sahihi, kuna kupelekea kujikuta
kwenye kuangamia sana, kama tulivyozungumza kwamba kutoka bila taarifa, matumizi bila mpango, na mambo mengi unayafanya bila kufikiri, kukesha bila kulala, kwa fikira tu kwamba nitafanya hivi. Stress isiyokuwa na maana. Unapiga simu haipokelewi, unasema yupo na nani sasa, atakuwa na mwingine. Hili ni jambo ambalo kidogo linaleta mushkili sana, na sisi vijana tunatakiwa tujihadhari kabisa. Wazazi wetu wametulea, baada ya kutuzaa wametulea, tumefika katika kipindi cha kujielewa kwamba mimi ni fulani, naweza kumsimamisha mtu nikamwambia I love you akakubali. Basi na sisi tunatakiwa turejeshe fadhila. Kurejesha fadhila kwa wazazi ni kuwathaminisha kwa kufanya jambo ambalo wakiliona wazazi wako walifurahie. Ni moja katika likiwa la kheri. Ushanifuata vizuri, likiwa la kheri. Ni moja katika kurejesha fadhila kwa wazazi wako. Leo tuchukulie mfano. Angalia asilimia kubwa sana ya vijana waliozaa au waliozalishwa, asilimia kubwa ni waliozaa nje ya ndoa au kuzalishwa nje ya ndoa. Unajua kwa nini? Kwa sababu ya kuweka ule urahisi wa mahusiano ya kimapenzi yasiyokuwa na ndoa. Kama we binti leo unajikuta ndo umeshabaleghe, aidha usomi tena, shamaliza au hujaenda shule, umeishia pengine darasa la 7, pengine umeishia form 4, ushatulia hivyo, unajihisi olewa, kazi ambayo umeiona ngumu kwamba nikiwepo kwenye ndoa nitashindwa kuifanya, basi ione ngumu pia kuifanya kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo hayana ndoa. Na tusiwe tunashangilia kila tunachopewa. Nadhani potoka umeshanielewa ninapomaanisha kwamba kila tunachopewa. Unajua si maisha yetu, hususan kipindi hichi cha sayansi na teknolojia, kila kukicha mambo yanaibuka. Na kule kuibuka kwa mambo kunazidi kuvuruga akili zetu. Unakuwa hujui ushike lipi. Washaelewa. Ushike lipi? Mara hichi. Unakuta akili zimevurugu. Na akili kisha vurugu unajikuta kwenye kipindi ambacho unaona hichi ndo bora kuliko hichi ambacho kina maadili mazuri, ambacho wazazi wako wamekulea kwenye mazingira hayo, wamekufundisha, wamekupa maadili yaliokuwa mazuri ili ukikua uishi katika mazingira mazuri. Wewe umedharau kwa sababu ya ule utandawazi wa mambo. Unajiona kwamba pengine haya hayana umuhimu wowote. Kwa tunawashauri vijana waachane na mahusiano ya kimapenzi ambayo hayana ndoa. Yana madhara makubwa sana. Kama wewe unajihisi kupenda, basi penda, weka ndani. Ushafuata vizuri? Kama unajihisi kupenda, penda, weka ndani. Na sio kupenda unaweka barabarani. Ushafuata? Yaani unaposema kupenda na kuweka barabarani, maana yake kwamba unatongoza. Yaani wewe muda wako unajua tu kwamba kwa wiki saa fulani muda fulani nitakutana na mpenzi wangu. Sio mke wake, mpenzi wake. Na yule mpenzi wake anajua kwamba kwa wiki mimi na mpenzi wangu wa kiume tunakutana mida fulani sehemu fulani. Tutakula kadha wa kadha, tutakunywa kadha wa kadha, tutafanya kadha wa kadha. Yaani mtu anashughulisha kichwa chake kuhakikisha hiyo siku ambayo wameiweka maalum ya kukutana, yani iwe siku adhimu, siku yenye mambo mazito. Alafu kesho anaenda kushindia ugali nyumbani kwake. Na mchicha tena. Ushaelewa vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu ya kuadhimisha vitu hivi katika mazingira ambayo sio salama. Tuwashauri vijana waachane na mahusiano ya kimapenzi ambayo hayana ndoa. Tunapenda vijana tukiwa wote tumeoa au vijana wa kike wote wameolewa, mazingira yetu yatakuwa vizuri, akhlaki zetu zitanyoka. Chanifuata vizuri? Kwa sababu uwezi ukasema mimi nina tabia nzuri wakati ushasaliti wasichana 5. Mimi nina tabia nzuri ushawaambia wasichana 10 watoe mimba. Mimi nina tabia nzuri wakati wewe unaumiza nyoyo za mabinti wa watu. Una tabia nzuri. Lakini ukioa, kiweka ndani, utajua kwanza thamani ya wanawake. Alafu kama umeoa, uzuri mwingine hapa nigusie kidogo. Kama umeoa hata ukiwa na 3. Naam. Wote wanajijua kwamba sisi bwana tuko watatu. Ila bwana ukiwa na kabla hujaweka katika mfumo rasmi, huwezi kuambia kama nyinyi mko 3. Uwezi. Unakuwa na bonge la uvurugu. Na utakuwa yani simu yako
itakuwa kama kituo cha polisi. Bora kituo cha polisi watu wanakwenda kufanya visit. Bora kituo cha polisi watu wanakwenda kufanya visit. Yaani simu yako wewe itakuwa kama jiko la mkaa wa moto. Mtu hawezi akadumbukiza mkono wake kwenye jiko la mkaa, sasa anajua nitaungua. Kwa sababu gani? Huna usalama. Muda wote unafikiria kila mtu utakayemuona kwako anapendeza, anavutia, unakwenda. Kwa sababu huna mpangilio. Kwa vijana tuishi katika mazingira ya kupendana, mahusiano ya kimapenzi ambayo ndani yake yana ndoa. Tutathaminika sana na maisha yetu yatapendwa na Mwenyezi Mungu, na tutakuwa karibu na Mungu wetu aliyetuumba sisi. Na tuache kupenda mahusiano ambayo hayana ndoa, yana madhara. Umenikumbusha unasema simu. Sasa hivi vijana wana msemo wao, wanasema sasa hivi mchawi simu, namba. Shapata namba ya simu, basi unamaliza kila kitu. Umemaliza. Niko na mgeni wangu hapa anaitwa Sharif Elbashir Abdallah, tukijadili mada hiyo kwa upana wake. Tumeangalia mahusiano ni nini, aina za mahusiano tayari tumeangalia, lakini katika jambo lolote ambalo lipo alikosi kuwa na changamoto. Sharif Elbashir Abdallah, katika kila chochote ambacho kinaendelea duniani kuna kuwa na changamoto zake. Naam. Hebu tuanze kwanza kuangalia changamoto ya hizi ambazo mahusiano ya ndoa, kwa sababu watu wengi sana wanaingia katika ndoa wanajua kama kuna mchekea hivi kwamba ganda la ndizi wanateleza tu, lakini akiingia siku 2 3 akiona kugumu, ndio zile ambazo tunasema kila siku taraka zinaongezeka. Hebu tuangalie kwanza, tumfahamishe kijana ambaye tulimpa hamasa ingie, tuhamasisha kwamba waingie katika ndoa. Je, huko katika ndoa ni raha tu, hakuna changamoto? Katika mahusiano ya kimapenzi ambayo yapo ndani ya ndoa yana raha nyingi na changamoto nyingi. Watu wawili ambao walilelewa tofauti wanakutana ukubwani na wanaelewana, hawa watu wape sifa kubwa sana na wanastahili kupewa saluti. Tabia mbili tofauti, inakaa mazingira tofauti, wengine hata kabila tofauti, ushaelewa, mataifa wengine tofauti, mataifa tofauti, wanakuja kujenga familia ambayo inakuwa ni familia yenye kueleweka na kuthaminika. Hawa watu wanatakiwa wape big up kwa sababu wamefanya jambo ambalo kidogo, pamoja na changamoto zao wanazokumbana nazo. Kwenye maisha ya mahusiano ya kimapenzi ambayo yapo kwenye ndoa, mnaweza mkakorofishana. Pengine mkeo anaweza akakosea, kapokea simu from nowhere. Wewe ukasikia halo akakata. Umesikia tu kwa hivyo. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi. Pengine mkeo anaweza kateleza hata katika kupika. Kaona bwana mchanga mbona chumvi hamna? Changamoto pia zile. Pia kuna changamoto zingine ambazo unaweza kukumbana nazo. Mkeo kukuchunguza sana zaidi hata ya polisi wanapokuchunguza. Yaani mkeo ukivaa anachunguza, ili mume wangu anavaa ili vazi leo kuna nini? Shaelewa vizuri. Changamoto zipo. So unaweza kashangaa kwa nini wananichunguza nimevaa nimependeza, mke wangu hutaki? Sio kwamba hataki, bali kuna kitu kinaitwa wivu ya. Mtu anakupenda kiasi ambacho anaona hata ukivaa vazi linalopendeza anajihisi yeye ataibiwa huko. Changamoto pia hizi. Pia kuna changamoto zingine, unaweza ukamwona mkeo anakwambia bwana, leo umepata pesa kidogo na chakula, kile chakula ulichonunua kwa pesa kidogo hakijampendeza mkeo, mimi sijakipenda. Changamoto pia hizi. Unaweza ukajikuta mara mnajikuta kwenye mazingira ambayo kidogo hatuwezi kuelezea kila kitu kwa sababu kutokana na uhalisia wa hali, kwa sababu kwenye mahusiano ya ndoa mna mambo mengi. Naona kuna mtazamaji kwenye line. Asalamu alaykum. Hello mtazamaji, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba Kia. Brother, karibu sana. Asante sana. Kwanza wale yote ni kupongeze kwa kuandaa mada bora ambayo inaendana na wakati husika tuliokuwa nao. Naam, itakuwa vizuri kujitambulisha, amesha kufahamu lakini mtazamaji hajakufahamu. Naitwa Ayubu Mgema. Naam. Lakini pia ni mpe pongezi mgeni hapo Sheikh Sharif Elbashir Abdallah. Elbashir, Allah mpe umri mrefu. Amin. Kwa sababu hivyo ambavyo wanavyovizungumza ni moja kati ya vitu vingi ambavyo vijana wanaweka appointment nyingi kukutana kwa ajili ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo nitoe pongezi, kongole kwenu, na wameandaa madai. Mimi mmoja kati ya watu ambao nimefaidika nao. Kwa hiyo
Yes. Hongera sana kwako na kwa mgeni hapo, Allah awajalie kila la kheri. Naam, shukrani sana. Na kwa faida tu ya mtazamaji ambaye anaongea ni baba wa watoto wawili, baba Rauhia na baba Rahmi. Na Kwa hivyo umetaja vizuri sana mashaallah. Kwa hiyo ni faida kwamba nawe upo katika ile chama cha mahusiano ambayo yako halali. Naam. Kabisa, yamepigwa muhuri, yanatambulika hadi siku ya Kiyama. Naam, bila shaka naona shemeji iko karibu hapo. Naam, anafurahi. Ni jambo jema Sheikh. Ni jambo jema. Shukrani bwana Sheikh Khalid, shukrani sana bwana. Shukrani. Kwa jina hili, salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Unaitwa nani brother na unapiga simu kutoka wapi? Hapa napiga. Wa alaikum salaam. Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi brother? Hapa niko Gunga Tabora, lakini kuna kazi nyumbani niko Ndoa. Aha, uko Tabora Naam, karibu sana. Tunahitaji maoni yako, ushauri wako, chochote kile kuhusiana na mada ambayo tunazungumza hii leo. Naam, yaani mimi niseme hivi. Naam, tunakusikiliza shehe wangu. Naam, nashukuru, asante kwa mada. Nashukuru, nina umri mkubwa na miaka kama 58, lakini kwa mada mnayoendelea, yes, naam, mada ni nzuri, ina mafundisho na vijana wengi waizingatie, turudi katika mambo ya kheri ili Allah atushishie na neema zingine. Amin. Shukrani sana brother kwa kile ambacho umetuelezea. Bila kutazama na namshukuru na Ustadh Sharif. Shukrani sana. Bila shaka umezipata salamu zako. Haya, asante, kipindi kiendelee vizuri. Shukrani sana. Haya, nashukuru sana. Amesema yeye ni umri kidogo umeenda, lakini mada ameielewa kwa sababu anaangalia vijana wengi jinsi wanavyoishi, wanapenda sana vitu ambavyo vile umevizungumza. Changamoto hizi ndio hizo changamoto ambazo tunaendelea kuzitaja. Ushanifuata Sheikh? Kwa hiyo kwenye ndoa mna changamoto zake. Ushanifuata vizuri, changamoto zipo. Unaweza mkakorofishana kikauli, huyu akazungumza hichi wewe mume hujakipenda, mke akazungumza mume hujakipenda, kwa ukajikuta kidogo unaona kwamba ni mtihani, lakini ni changamoto ambazo zinavukika na zinakupa upewa wa kufikiri, na unajikuta katika mazingira ambayo kidogo una tafakari kwa ziada na kujua kwamba baadaye nisije nikajikuta tena kwenye kosa kama hili. Kwa namna moja ama nyingine, katika mahusiano ya kimapenzi ambayo yapo kwenye ndoa, yanamfanya mtu aishi katika mazingira ya kujitegemea. Shanifuata vizuri? Unaishi kujitegemea kwa maana kwamba unajua kwamba nitamka asubuhi, chai ya nyumbani kwangu itakuwa nini? Mchana mke wangu atakula nini? Huyu mke wangu ni mjamzito, atajifunguaje? Hiyo siku ya kwanza kwenda hospitalini itakuwaje? Ni changamoto pia. Akishajifungua, mara kuna hichi akiwa mjamzito, mara nini, unajikuta mambo ya akiwa shajifungua mtoto ndo analea ananyonyesha, unajikuta mambo yanakuwa kidogo changamoto pia zile. Lakini ni changamoto ambazo zinakupa wewe uwezo wa kutanua fikira zako na akili zako ili upate kujua maisha ni nini na vipi natakiwa niongoze maisha. Unanifuata vizuri? Changamoto hizi zipo nyingi na mambo mengine mengi yanajitokeza, watu kukorofishana, lakini changamoto hizi tunaambiwa kwamba zina manufaa. Kwa sababu kukwaruzana na mkeo tu kwenye viganja vya mikono, sijaongea kupapasa, maana kupapasa wanatumia wale watu ambao wapo kwenye mahusiano ambayo ni ya kimapenzi, ambao hayapo kwenye ndoa. Kule kukwaruzana na mkeo kwa maana kwamba mnashikana viganja vya mikono, mnaandikiwa thawabu. Ukimtazama mkeo mkatabasamu nyote, mnaandikiwa thawabu. Unaona vitu vizuri hivyo kwenye ndoa Sheikh? Vitu vizuri. Ukimnunulia zawadi mkeo, ua, unaandikiwa thawabu, unapata malipo. Na unajikuta furaha muda wote. Yaani Mwenyezi Mungu anifanya nafsi yako inakuwa na furaha, na mwenza wako anakuwa ana furaha kwa muda wote, kwa sababu anajikuta mume wangu ananishughulikia, mke wangu ananishughulikia, mke wangu ananijali, hataki nivae vazi chafu, hataki kuniona mimi na kaa tu hivi bila kujishughulisha na chochote. Kwa unajikuta mambo yanakuwa mazuri. Msiba uliopo na dhiki na matatizo ni kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo hayana ndoa, si rasmi, yale ambayo tunaweza kusema hivyo. Si rasmi. Hii
inampelekea kwanza mtoto awakimbie wazazi wake bila mpangilio. Unajua, napozungumza kuwakimbia, nadhani watu wengi watashtuka. Watoto na wakimbiaje wazazi wao bila makosa? Inatukia. Kijana au binti, naelezea kwanza mabinti kwa sababu mabinti wengi ndio ambao wanahitajika. Naambia kwenye line kuna mtazamaji kule. Salamu alaykum kwenye line. Naam, wa alaykum salam Sheheri. Khairi, unaitwa nani brother, unapiga simu kutoka wapi? Na simu kutoka Musoma, naitwa Habibu Sadi. Aha, kutoka Musoma. Karibu sana. Una maoni, ushauri ama mchango wote? Naona brother ametoka kwenye line kutoka Musoma. Naona kuna changamoto kidogo ya network. Na tuendelee. Kwenye mahusiano ambayo sio rasmi, watu wanapendana lakini hawapo kwenye ndoa, inawafanya wengi katika vijana kuwakimbia wazazi wao, kujikuta wapo wanaishi na hawana ridhaa ya wazazi wao, hawana radhi. Maana yake utamkuta binti kesha baleghe, olewa mwanangu, mimi yule mchumba mlonitafutia mimi sijampenda. Ushanifuata Ndo kizingizio kikubwa ambacho huwa wanacho mabinti. Mchumba mimi siwezi kutafutiwa mchumba, nitatafuta mwenyewe. Kwenye line, salamu alaykum. Naona amepotea. Ushanifuata? Yaani kwamba mimi sitaki kutafutiwa mchumba. Huyu binti tutajikuta baadaye hataki kuolewa, anaishi kwao. Umri wake unambidi tu awe kwenye ndoa, asimamiwe. Kuna vitu vingi anahitaji mtoto wa kike: kuvaa, kupendeza, kujipaka mafuta, kuishi katika mazingira ambayo ni ya furaha. Sasa ataona kwamba vitu hivi havipati tena kwa wazazi wake kwa sababu umri wake kidogo umekuwa juu. Wazazi wana watoto wengine wadogo wanatakiwa washughulikie. Mtoto wa kike atachukua hatua ya kutoka nyumbani kwao akatafute chumba apange. Mtoto akishatoka nyumbani kwao, kwa sababu anajikuta mimi kuhudumiwa na wazazi tena umri huu, unaona kwamba ni kero kuwaudhi wazazi. Watajibidi aende akapange. Akienda kupanga huko anakokwenda sasa, ana msimamizi, hana mlinzi, hana mchunguzi. Anajikuta yeye sasa mwanaume yeyote kwake ni sawa, atapendana naye. Kwenye line, salamu alaykum. Hello, salamu alaykum kwenye line. Hello. Naam, tunakusikia uzuri kabisa. Tuko tayari kupata maoni yako na ushauri wako. Hello. Naona naye ametoka kidogo. Naomba radhi, kuna changamoto kidogo ya network. Kila kitu kina changamoto za kama changamoto za ndoa. Lakini tumebaki kama dakika 3 hivi. Katika hizi tuguse haraka hii changamoto za katika hizi dakika 3 kuna changamoto. Mtoto kuishi kivyake vyake, binti kuishi kivyake vyake. Changamoto kubwa ambazo zipo, utamkuta binti yani atakubali kumpokea mwanamme yeyote kwa sababu apate 30,000 ya kulipia chumba. Atakubali kumpokea mwanaume yeyote afanye naye mahusiano yale mapenzi kwa sababu inambidi yeye avae vazi zuri, aende akasherehekee kwenye sikukuu ya Valentine Day. Yaani mtu anajikuta kwenye mazingira ya kwamba hawezi kujiongoza na kufuata kitu kilichokuwa sahihi. Tuna mtazamaji kwanza, nadhani huyu mtazamaji wetu wa mwisho, simu ya mwisho kwenye line. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam brother, karibu tena. Unaitwa nani? Unaongea na Mubaraka kutoka Dar es Salaam Mbagala. Mubarak kutoka Mbagala, Dar es Salaam. Tuko tayari kupata maoni yako na ushauri wako kuhusiana na mada hii ambayo tunaizungumza hii leo hapa. Na mada ni nzuri mashallah. Naam. Lakini nimsaidie shekhe kidogo au nimuongezee kitu hapo. Naam. Kosa kubwa kabisa ni msingi wasichana wamekosa. Kwa hiyo wazazi ndio wakulaumiwa, sio watoto, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kila kinachozaliwa kwenye maumbile ya Uislamu. Wazazi wake wawili ndio watamfanya mtoto yule ima awe Mkristo kwa maana ya Mnasara au Majusi na kadhalika. Ilaiti kama wazazi wangelisimama vizuri, mtoto yule angetambua ni nini ndoa.
Pia kama wazazi wangemsimamia vizuri, mtoto yule angetambua ni nini ushauri na maoni na mapendekezo ya mzazi. Kwa hiyo mimi nafikiri hapo kwa ufupi tu kabisa ni wasihi wazazi wenzangu ama wazazi wetu wawalee watoto tangu wako wadogo, wawape msingi uliokuwa imara, baadaye wapate kuja kuwasikiliza. Kwa sababu watoto hawasikilizi wazazi kwa kuwa hawajatambulishwa mzazi ni nani. Mimi binafsi siwezi kukataa mawazo ya mzazi wangu kwa sababu namjua mzazi wangu ni nani, kanizaa, kanilea, kanitangulia kimaisha. Lakini hiyo itakuwa kama kisa kile alichokwenda kushtaki yule baba enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba alikwenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia mwanangu hanijali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamgeuzia kibao akamwambia, wewe ndio hukumfundisha hapo kujali huyu. Kwa hiyo ni mshauri shekhe kidogo hapo kwamba kosa kubwa kabisa ambalo linasababisha ndoa zisiwepo kwa kipindi cha sasa, wanawake wengi kweli hawataki kuolewa. Tena mwingine akwambia maneno machafu ambayo hayana kichwa wala miguu. Akwambia waliokuwa kwenye ndoa atakapotoka, mimi niingie kwenye ndoa natafuta nini? Naam. Kwa hiyo na shauri wazazi, tusichukue muda mrefu, na washauri wazazi, walezi wawafundishe watoto maadili ya Uislamu. Mtoto yeyote atakayelelewa kwenye mazingira ya Kiislamu anakuwa anashaurika. Kinyume na hivyo anakuwa hashauriki. Ila huna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Shukrani sana brother kutoka Mbagala, na hii ndo tunachokipenda katika kipindi hiki. Tunachukua maoni ya sisi tunazungumza hapa, alafu tunashirikisha watazamaji ambao wanatazama nao. Naamini kuna wengi wana maoni mengi sana na ni mazuri kama brother kutoka Mbagala hapa ameelezea. Lakini kutokana na uchache wa muda, tuombe radhi mtazamaji anayepiga hivi sasa. Tumalize sasa. Tumeangalia changamoto za pande zote mbili. Naam. Mapenzi yasiokuwa rasmi na mapenzi ambayo rasmi. Sasa kupi kwenye uafadhali hapa, ambaye huyu anaishi katika ile rasmi ama yasiokuwa rasmi? Bila shaka mtazamaji amepima ulichokieleza, lakini wewe kama mzungumzaji mkuu utupe uafadhali kwa wapi, ili katika wale ambao hawajaoa waelewe vizuri kabisa. Na washauri vijana wote wa kiume na wa kike, mahusiano ya kimapenzi ambayo yapo kwenye ndoa ndio mahusiano mazuri na changamoto zake ni sahali, na mahusiano ambayo ni mahusiano ya kimapenzi hayapo kwenye ndoa yana dhiki, yana karaha na madhara yake ni makubwa. Na wale ambao hawataki kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo yapo ndani ya ndoa, maana yake hawataki kuingia kwenye ndoa, na washauri ni bora wasiingie kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo hayana ndoa, wakae wasubiri vivyo hivyo mpaka pale watakapowezeshwa kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ambayo yana ndoa. Hili litaweka heshima ya vijana kuwa imara na nafasi yake, pia itatufanya sisi vijana tujielewe na tujitambue, na pia itatuondoa aibu usoni kwetu. Shukrani. Kwa maelezo yako yote ambayo umeyazungumza hapa, nimekuja kupata jibu moja kama tulivyosema. Je, ni sawa sisi vijana tutenge siku maalum ya kupendana? Nikaona kwamba tuwe tunapendana siku zote. Lakini kama walivyosema, ukimfanyia hivi mke wako atafurahi. Ukimfanyia hivi mke akimfanyia hivi mume wake atafurahi. Jambo hilo kama ukilifanya kwa siku moja, alafu siku zilizobaki ni mtihani. Bora uwe nazo kwenye maisha yako yote na sio kwa siku moja. Mimi nakushukuru sana. Na mimi pia nakushukuru. Sheikh Sharif Bashir. Nimekuita Sheikh, ni kijana mwenzetu. Naam, inshallah. Shukrani sana. Allah zidishe khairi. Naam, la usiseme nimekuita Sheikh kwa jua labda nimekufanya mzee. Na mtazamaji, shukrani sana. Na ndio hivyo tunamaliza kipindi chetu hii leo cha vijana wetu. Tulikuwa tukijadili mada nasema, je, ni sawa kwa sisi vijana kutenga siku maalum ya kupendana? Mimi naitwa Muhammad Sultani Mdosa, nilikuwa na ndugu yangu hapa brother Sharif